Siku ya leo tupo katika utekelezaji wa shughuli za wiki ya maji, ambapo leo hii tulikuwa na zoezi la upandaji wa miti katika vyanzo ambavyo havijahifadhiwa kwa kiwango kikubwa. Chanzo hicho ni chanzo cha Kilangwi ambacho kipo nyuma yangu na chanzo cha Elente ambacho tumekipanda kwa asubuhi. Wito wangu kwa wananchi, tutunze vyanzo, tuepukane na shughuli katika vyanzo vya maji ili vyanzo hivi viweze kutulea kizazi hichi na kizazi kijacho. Shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa serikali. Kikundi chetu kilipewa kazi ya kujenga chanzo ambako mpaka sasa hivi tumeshakamilisha ujenzi wa chanzo kwa 95%. Kazi iliyobaki ni kufanya finishing ndogo ndogo. Kabezi. Utajiinuia. Kufanya finishing ndogo ndogo. Utajiinuaje bwana? Na kuunga maji kwenye mtandao tayari kuyasafirisha kutoka kwenye chanzo kwenda kwenye tanki husika. Changamoto kubwa ilikuwa ni kufikisha material eneo la site. Kama unavyoona mazingira kwamba eneo la site halifikiki na gari. Kwa hiyo material ilikuwa inaacha umbali fulani. Baada ya hapo tunaweka watu wanasomba kusogeza kwenye chanzo. Nachopenda kuhusu serikali ni kwamba uongozi wa ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya juu uwape hamasa wananchi jinsi ya kutunza vyanzo. Maana tumejenga chanzo hiki lakini unaweza kuona baada ya muda fulani kikakuta kimeharibiwa. Kwa hiyo wananchi wenyewe wapewe hamasa, wao walinzi wa miundombinu hii. Huo ndio wito wangu mkuu kwa serikali. Lakini pia kuhifadhi mazingira, kama hivi leo tulikuwa tukipanda miti maeneo ya chanzo. Hili zoezi liwe endelevu ili kuweza kutunza chanzo hichi kiweze kudumu kwa muda mrefu. Kabla ya kuwekewa chanzo hiki cha maji, tulikuwa tunachota haya maji kwenye huu mfereji. Saa nyingine ni maji machafu, mvua kama hizi zikinyesha hatuna sehemu ya kuchota maji. Tunasubiri labda maji ya mvua yale yakindo tunapata maji masafi ya kunywa. Lakini kwa hili tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kupata chanzo hiki. Na tunaahidi kwamba tutakilinda chanzo hiki kwa kila hali na mali. Kwa kila ambaye yoyote yule atakiuka kuhusu kulinda chanzo hiki, tutamchukulia hatua yoyote. Tunamshukuru sana mama wetu, Mama Samia, mwanamke mwenzetu, ametutua ndoo kichwani. Sasa hivi tunashukuru sana, tunamshukuru mama. Mwenyezi Mungu amjalie tena, tunasema mitano tena. Leo tunayo furaha kubwa sana kwa hili zoezi la siku ya maji ya upandaji miti kwa ajili ya hifadhi ya vyanzo vya chanzo chetu cha hapa kwenye eneo letu. Tunashukuru sana kupata serikali kukipa upaumbele chanzo chetu kwa ajili ya kupata maji, kuhifadhi maji, tuweze kupata maji salama, safi na salama. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia na Waziri Mheshimiwa Aweso kwa kuliona hili na kukipa kipaumbele chanzo chetu kwa ajili ya hifadhi ya maji kwa manufaa ya jamii, ya Watanzania na wakazi wa eneo hili husika zaidi. Kwa chanzo hiki tutakitunza kama ipasavyo. Tutakitunza kama mboni ya jicho kwa sababu hii thamani iliyoingia hapa ni kubwa sana. Tumelilia kwa muda mrefu hatujawahi kuipata, kwa sasa hivi tumeipata. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamshukuru kiongozi mkuu Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kisha ulinzi huu nitashirikiana na wenzangu na wanakijiji wangu wote kwa ajili ya kulinda na hakuna kitakachoharibika. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti najua wenzangu niliokuwa nao kwenye ngazi ya serikali ya kijiji tunaheshimiana na tunatii na tunajua usalama tutaweka vipi wa kulinda chanzo hiki, hususan miti hii iliyokuja leo. Tumeshukuru kwa